Everybody,
juu ya maisha yako lazima itatimia, whether they like it or not. Maadui wapende wasipende, wateremke kuzimu wakose kupanda, mekera hivi maana kuwekera ahadi ya Jehova lazima itatimia. Haitavunjwa na wachawi na waganga, haitavunjwa na makuhani wa kimapepo, manabii madiviners hawatatuvunjia ahadi ya Jehova. Shangilia huyo Yesu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Kaa chini ili tumakinike tusikie awamu ya pili vile Bwana anavyotaka na maisha yetu. Na pia mwenzako ukae kimya sasa. Ujue unaandaliwa kwa ajili ya wakati fulani, kwa wakati wa Mungu kujitukuza maishani mwako. Bwana asifiwe. Kwa kila hali na kila kuandaliwa kunaletanga utakatifu ama kunaletanga sifa kwa yeyote aliyekubali kuandaliwa. Bwana asifiwe. Kila mtu yeyote aliyekubali maandalizi, pale mbele kuna kuinuliwa, pale mbele kuna kuheshimishwa. Na ndiposa niliwaambia tukubali maandalizi ya kibingu, tukubali maandalizi ya Jehova, ili mambo yote ambayo anayotuandalia yatamletea sifa katika maishani mwetu. Enenda nami katika neno la Bwana, kitabu cha Esther 2. Prepared for a time like this. Mtu anayeandaliwa kwa wakati, na lazima ukubali kuandaliwa na mbingu, lazima ukubali kuandaliwa na Jehova. Maana usipokubali kuandaliwa, kile anachotaka ukue unaweza kosa kuwa. Lakini ukikubali kuandaliwa na Jehova, utatokezea
kama unang'aa. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Esta 2, nitasoma laini zingine nikiruka nikirudi nyuma. Bora chenye nataka ujishikanishe na Roho wa Bwana. Na kuna kitu huwa nasema, abia Bwana, hili ni neno lako liweze kuninenea. Na ukubali hili jiwe la neno likuangukie, bali usiangukie. Neno la Bwana linasema walioangukia hili jiwe liliwavunja zaidi. Maana huwezi angukia mwenye neno. Lazima mwenye neno akuangukie, akufanye jinsi anavyotaka. Katika Esther, kitabu cha Esther 2, mstari wake ni wa 10. Neno la Bwana linasema hivi: walakini Esther hakudhihirisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Ruka mstari wa 20 inasema hivi: Esther alikuwa hajadhihirisha jamaa yake wala kabila yake, kama vile Mordekai alivyomwagiza, kwa maana Esther alikuwa akiyashika maagizo ya Mordekai. Bwana asifiwe. Kuandaliwa kwa ajili ya wakati. Na ukiandaliwa lazima ukuwe mtu wa kushika maagizo. Maana neno la Bwana linasema Mordekai mwenye alikuwa amemlea alikuwa kwa mikono. Yaani Esther alikuwa akiwa kwa mikono ya Mordekai. Na wakati ambapo walienenda mahali hapa wakiwa mateka, na ikafika siku mfalme akasema achaguliwe wasichana wale ni the queens, wale watu ambao beautiful one, watu ambao wataonekana ni wazuri, mfalme akiwatazama. Na Esther alikuwa kati ya wale wasichana walichaguliwa. Na wakati ambapo walichaguliwa, kuna kitu moja Mordekai alimwambia: nimekuonya, usijaribu kusema wewe ni nani, wewe ni wa kabila gani, usijaribu kujielezea. Maana Mordekai alijua katika kile chumba ambacho Esther wameingia pamoja na wasichana wengine ili kuandaliwa, inaweza enda akose nafasi ya kutokuwa bibi ya mfalme ama Ahasuerusu kama atamwaga mtama kwenye kuku wengi. Kwa hivyo alimwambia usidhubutu. Bwana asifiwe. Na ndiposa umeona mstari wa 20 unasema Esther alikuwa hajadhihirisha jamaa yake wala kabila lake, kwa vile Mordekai alivyomwagiza, kwa maana Esther alikuwa akiyashika maagizo ya Mordekai. Ili uwe mtu wa kuandaliwa kwa ajili ya wakati fulani, wakati wa mbingu kukuheshimisha, kitu ya kwanza lazima ukuwe mtu wa kuheshimu maagizo. Maana wengi hatutaaminiwa, kwa sababu tukiagizwa maagizo na neno la Bwana, tukiagizwa vile tunastahili kufanya, tunafanyaga kinyume. Neno la Bwana linasema akamweleze hata kabila yako wasijue. Haleluya. Kwa sababu Mordekai alitaka kuona maisha ya Esther yakiwa mazuri. Ni kitu na ndiposa nimekuambia prepared for a such time. Mordekai alijua mahali pale warembo wameingia, wasichana wameingia, wanaandaliwa kwa kipindi fulani, na lazima ambaye niliyelelea kwa mikono yangu nimwambie, niwajibike, ni vile nimemkuza awe mtu mwenye siri, asiwe mtu wa kiherehere.
Ili ukue chenye Mungu anavyotaka, you must have obedience. Lazima ukue mtiifu. Wanasifiwa. Vitu zingine tunakosa maana hatuna utii. Na kirikaniro kia Ngai kirauga nĩgwĩ kathia no mwaka tukona wathikithĩrio gitu yale mambo tunaagizwa. Haijalishi who you are, but if you are prepared for a such time, kama ile nafasi unapitishiwa kwa ajili ya heshima ya Kristo, lazima mambo mengi utayaweka kwenye siri. Wakati nilipokuwa ninaangaliwa na Mungu, kuna mambo mingi Bwana alinielezea. Akaniambia, chochote nimekupatia ndio hiki, ficha kisionekane. Na kila siri nitakayo kufunduliwa, usikuwe mtu wa kunena na wengine. Bwana asifiwe. Because I'm preparing you, kwa sababu kwa wakati unayokuja. Sisi mwenye natutayarishanga kila wakati neno la Mungu, ni Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Hili neno wakati linawekwa ndani ya mtumishi ako hapo akuingize kwa darasa. Na unapoingizwa kwa darasa, itabidi kama unataka kutayarishwa kwa ajili ya heshima fulani, kwa ajili ya kazi fulani, lazima uwe mtu wa kushika maneno ambayo unaagizwa. Maana kuna wakati mwanafunzi ashaikuwa mkubwa kushinda mwalimu. Lakini wengi wetu sisi ni wanafunzi, lakini katika maisha ya kuandaliwa tunakuwa walimu. Tunajua zaidi kushinda vile tunaagizwa. Tunajua zaidi, tunajitafutia njia zaidi, na tunasema ni mimi niye makala. Haleluya. Todo niye. Lazima tukubali kushika maagizo ya neno la Bwana. Hiyo heshima ulioota Bwana akikuheshimisha, hiyo mbali ulioona Bwana akikupeleka, hayo mambo makubwa ambayo uliona Mungu akikupeleka, hayafiki yangu hivi hivi. Lazima tuwe watiifu tukiandaliwa. Na wakati ambapo utajipata ndani yako hakuna utiifu, hakuna mahali utaheshimishwa. Haleluya. Hakuna mahali utaenda. Neno la Bwana, wacha turudi pale nyuma. Katika mstari wa 11 inasema hivi: na yule Mordekai akawa akitembea kila siku mbele ya ua wa nyumba ya wanawake, ili ajue hali yake Esther na hayo yatakayompata. Maana alijua nimemlea Esther na wako katika hili nyumba. Ilimbidi Mordekai kila wakati anapita nje ya hile ua, maana alitaka kulinda alicholea, aone kama alishika maagizo. Kuna kitu moja huwa nasemanga, kama hutaki kufuatwa na madhabahu ya Mungu, itakubidi uondoke. Haleluya. Nowe helile zeine wa kaba yake. Yes, nowe helile. Kwa ya domaugaga ndirabatara kufuatwo. Nowe helile. Na no ndimeyeherie ukiuga ndirabatara. Esther ndakerire Mordekai juu niko kwa maandalizi, sikuhitaji. Tunahitaji huyu Mungu hata tukiwa kwa hali ya kuandaliwa. Hata kama unaona kama umekomaa, bado uko kwa maandalizi. Hata kama unaona kama unatumika, unaona vipawa zimeanza kuchipuka, bado unahitaji darasa la kiungu. Na ndiposa unaona hata kama Mordekai alijua Esther ako hapa, neno la Bwana linasema hakuacha kuenenda hapo akitembea kwenye hiyo ua, ili ajue yatakayompata Esther. Lazima tukubali kutembelewa na neno siku baada ya nyingine. Ikitukanya, wacha kusema netueliwo mono. Hili neno lazima litutembelee, tuwe chenye Jehova anataka, maana tuko katika wakati wa kuandaliwa. Wanasifiwe. Huwezi pika ugali uitoe kama haijaiva. Anayetupika ni Jehova.
anayetuandaa kwa kazi njema ni Jehova. Mordekai alijua mahali hapa wako wanaandaliwa, na ambacho wanaandaliwa ni heshima kubwa, si heshima hivi hivi. Na keguteithie ndukana nyarare kindu kiria Ngai akunete gikuhariririe, tondu waga kugwa wage guthii kuingira ria urabatara kuingira. Esta kama hangeheshimu Mordekai na kama hangeheshimu maneno aliyoagizwa, ni kwa nini angeanguka? Maana mwenye kumlea alijua mengi kumuliko. None turarega ciana na ikamenya makiria gwika atia gutukira. Haleluya. Na mamenya muno gutukira magekora thini wa destiny ile marenda kuingira ni oni na gatarati. Kwa hivyo ilimpasa Mordekai kupita kwenye ua. Niliambia watu wengine usisemage fulani ndio anastahili kulelewa kiroho, wao ni watu. Nilikwambia wakati utajiona kama uko mkubwa ujue sasa hiyo ndio unafugwa pampa. Wewe ndio weke ana kiria kinene kina monyonyikanwa na kirari ya Big G na kirari ya Rorupobu nene akiriraga gitagaruta. Wakati utasema hutaki kuandaliwa. Bwana asifiwe. Esta alikuwa kwa mikono mizuri, lakini mwenye kumulea alimfuata. Iposa hata kama tuko manyumbani ama tuko wapi, mbingu inatufuatanga. Haleluya. Kwa nini inatufuata? Maana mbingu gari inatulea. Lazima tuhitaji mbingu usiku na mchana. Usikawai sema uhitaji Mungu, maana atakuondokea. Musa akajua nataka kuenenda na wewe, maana sitaweza bila wewe. Mordekai alijua huyu mtoto ni mimi mwenyewe nimelea. Na huwa ninasema nikiona tabia zingine mbele ya mtu, ndani ya mtu najua hiyo tabia si yangu. Aidha ameiga za kidunia ama kuna kwenye ameokota. Kana dule ona no thie kodo oinukia gogo nina kwa nyugoti. Haleluya. None gogo niwe kiri atia. Uria kimaturo gotagira gogo ni cia kwene. Ugekora ni yukire na gogo ni cia ku. Huyu hafanyaji vile tunafanya. Hata zile mapasta wengine wanafanyanga sio ndio kiso na gogo ni cia kuge. Haleluya. Mordekai alijua nitalea Esta na nitamfuata. Kwa hivyo alikaa kila wakati akipita ajue atakayompata. Na ndiposa uko kila wakati katika maombi, uko katika neno la Bwana kila siku kila dakika, ili uelewe vile mbingu inavyotaka na maisha yako. Bwana asifiwe. Tamani zaidi kuzungumziwa na Jehova kila dakika na kila saa. Na usikawai furahia wakati ambapo mbingu imekunyamazia. Maana wakati huo chochote kinaweza tokea. Na ndiposa unasikia Mordekai alitembea pale kwenye ua akitaka kujua yatakayompata yule mtoto aliyelea. Haleluya. Neno la Mungu linasemaje? Verse 12. Basi ilipowadia zamu yake mwali mmojapo aingie kwa mfalme Ahasuerusu, hali kisha kufanyiwa sawasawa na sheria ya wanawake miezi 12, yaani ndivyo zilivyotimia siku zao za utakazo. Miezi 6 kwa mafuta ya manemane, na miezi 6 kwa manukato ya vifaa na vifaa vya utakazo wa wanawake. Wakati huu ambapo Esteri alikuwa katika ile nyumba, tumeona wanaandaliwa kwa muda upi? Mwaka mmoja. Miezi 6 ni ya kutayarishwa na mafuta ya, na hii ingine 6 ya manukato. Na ndiposa nilikuelezea to be prepared for such time. Hii miezi walikuwa wanatayarishwa ilikuwa imeakiliwa. Miezi 6 ni ya manemane, miezi 6 ni ya manukato. Kuandaliwa. Ukiandaliwa lazima ukubali
na mwenye kuandaa angeangalia ngozi ya mtu na ajue chenye kinamhitaji. Haleluya. Maana alikuwa amesomea. Na ndiposa tukiingia katika nyumba ya Mungu, Roho wa Bwana akitutazama hivi, anajuaga ni nini tunahitaji. Na lazima tuweke mioyo yetu tayari ili Roho wa Bwana atawale ndani yetu. Ili Roho wa Bwana aweze kuandamana na sisi. Kuna kuandaliwa. Huwezi kuingia mahali tuingie kama haujaandaliwa. Na ndiposa Sunday niliwaambia kila mtu akae geti yake. Pia uikara geti nene. Bwana asifiwe. Kama hali palipo pako ili uandaliwe kwa wakati fulani. Kwa hivyo huu mwaka mzima walikuwa wanatayarishwa ili waheshimishwe. Na ndiposa nilikwambia in the prayer room kuna kugoja, kuna kuambiwa hakuna, na kunaambiwa, kuna kuelezewa ndio hii. Haleluya. Maana uko katika hali ya maandalizi. Lakini wengi hatukubali kuandaliwa. Tugaga nejoe. Haleluya. Ninajua ananiambia nini. Kuna mtu mmoja aliniambia sihitaji kuambiwa, najua vile bigu inanielezanga. Ekolile within 2 months kiko nigeathira. Agekora ni wio Saudi Arabia. Tondu yake mutumanira niyo igue kana wage kuigua. Alikataa kuandaliwa kwa ubaya. Ukikuja pale mbele kuonewa akajua anajua. Bwana asifiwe. Ukitembea na watu wabaya ukiambiwa hawa watakuwa, uwapie mzazi wewe hakuna kitu unajua. Mzazi ndiye amekulea, anajua wanaofaa kwenye mikono yako na anajua wenye hawafai. Kwa hivyo anajua marafiki wako na anajua watu wa kukumaliza. Akikuelezea wachana na hawa, ukijijua, ukijiona unajijua, pale mbele utamalizwa. Na ndiposa unaona Mordekai alikimbia siku nenda siku rudi akitaka kujua Esteri wako kwa maandalizi. Je, aliweka siri ambayo alielezewa usidhubutu? Ni watu wangapi wanatoa siri? Ni ndio yana musheaga ndeto cito na aria matafatie afarisayo. Wewe kazi yako ni kutoa siri na unasema utaitoa kwa wale watu sio wetu. Na uko kwa maandalizi, Jehova anakuangalia hivi. Huyo anakumwehokera. Kila ndio anakumwehakira, hapana. Mtu anayeandaliwa ndani yake lazima kuzalike utiifu. Kwa hivyo si ati Mungu hajakudhamini, si ati Mungu hakuna kitu amekuandalia, lakini ndani yako lazima kuwe na utiifu. Mbele za Mungu sisi wote lazima tunyenyekee, maana tuko kwa maandalizi. Tunataka baraka nyingi, tunataka mambo makubwa mengi, lakini ole wetu, maana yanaweza kosa kuja kwa mikono yetu kama maagizo hatuyashiki. Kuigwa madhani navyo kama hingia, wenda ni ugakira igokona gat shirawa. Kuigwa madhani navyo kama hingia, gakira igokona nasio dhaiga shirawa. Verse 13 inasema hivi, mstari wa 13, mwanamwali huingia hivyo kwa mfalme, kila akitakacho hupewa, kwenda nacho kutoka katika nyumba ya wanawake ili kuingia katika nyumba ya mfalme. Wakati ambapo mwanamwali amemaliza kutayarishwa, ikiwa ni zamu yake kwenda kujionyesha kwa mfalme, chochote alikuwa anaitisha ndicho alikuwa anapewa. Hata maandalizi. Neno la Mungu linasemaje? Verse 14, huenda jioni na asubuhi kurudi nyumba ya pili ya wanawake mikononi mwa shangazi
msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda masuria, wala haingii tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme, naye akaitwa kwa jina. Nataka uone kuna maandalizi mtu anapoandaliwa. Neno la Mungu linasemaje? Wakati ukifika ni wako wa kwenda kwa mfalme, anaenda asubuhi na anaenda, na ukipita mbele ya mfalme akuangalie hivi, asubuhi ukanyange nje, ugotengenezwe tena, akose kuongea jioni tena uingie. Neno la Mungu linasemaje? Ukiingia asubuhi na jioni na ukose kumpendeza na akose kuita jina lako, haurudi tena hapo. Halo. Ukitoka ukienda kwa hiyo nyumba ya shangazi mwenye huwa alikuwa na kuandaa, ni kusema mfalme hujamvuta. Hakuna favor ambayo imemvuta mfalme. Na lazima tukubali kutayarishwa na neno la Mungu ili tuvute Jehova katika mambo yetu yote, ili wakati ambapo unapoenda mbele za Bwana ukimwambia nataka hiki, Jehova anapoiona sauti yako vile unavyomwita, maandalizi iliyomo ndani yako, Jehova anaona huyu hana mwingine wa kutegemea. She is not a fake friend. He or she, it is a true friend. Na unavuta mbingu. Bwana asifiwe. Nataka uone hawa ni wanamwali walikuwa wanaandaliwa, wakaanza kupita mbele ya mfalme. Nataka uone aibu. Na ndiposa niliwaambia kuna maroho yanaletanga aibu. Cause without forgiveness hatutavuta mbingu. Without forgiveness, without love hatutavuta. Bila kuwajibika, bila kushika maagizo hatutavuta mbingu. Utakuwa tu unamuita Bwana akororogo. Bwana asifiwe. Maana kuna vitu inakuwekea vikwazo, ati hautarudi tena. Na ndiposa nilisema kuna mambo huwa yanafanya tunachogoja kwa Bwana kuwe na derailment. Lazima ukubali kusafishwa na damu ya Yesu Kristo. Lazima ukubali maagizo ya neno la Bwana. Lazima umwambie Bwana, nifinyange, unifanye upendavyo. Nifinyange, unifanye vile upendavyo. Ukikosa kuambia Bwana unifinyange, hata unapomuita akwiraga wewe ni wigwa gore werago yetaigua, wewe ni werago na ugaga ndiwerago. Bwana asifiwe. Ili tupate kukubalika mbele ya kiti cha enzi, lazima tutii neno la Jehova. Lazima tutii sauti ya Jehova. Na nilikuambia tusiwe wale watu unajitazama na kioo lakini ukitoka umejisahau. Tusiwe watu wa kusikia neno na tukitoka kwenye madhabahu hilo neno tumelisahau. Ugekorore kwa ngurwe ndio thabio no we ngurwe-ine no muduru reka. Hallelujah. Lazima hili neno tukubali litufanyie kazi. We must be different. Na watu ambao wanaotayarishwa na neno lazima tuwe different na watu ambao hawapatani na hili neno. Maana wengi wanakaa kana kwamba neno huwa halinawanenei. Wanafanana na watu wa dunia. Wasichana walitengwa kwa ajili ya muda fulani, maana mfalme anataka bibi. Maana Vashti alikuwa amemkataa. Nasi tunaandaliwa kwa ajili ya bwana harusi. Wote nikuambie, hii safari tunayoenda lazima tukubali kuandaliwa na bibi. Imagine ndio ungemenya gukira Ngai. Hallelujah.
umenyo waku wothe leke wage kuonekana. Maana kunaye unaandaliwa kwa ajili yake, unaandaliwa kwa ajili ya kazi njema, unaandaliwa kwa sababu ya muda fulani, unaandaliwa kwa ajili ya kufungua watu wenu. Kubali kuandaliwa, kubali kupakwa mafuta, kubali kuoshwa kwa damu ya Yesu, kubali kufunguliwa kwa vifungo, ili unapopita mbele ya Jehova anaona huyu ameandaliwa sawasawa na ile kazi nimemwekea mbele. Lakini wengi tunakubali, tunakataa kuoshwa kwa damu, tunakataa maonyo, tunataka kufanya vile, tunakataa kuwa watoto. Sasa tunaona tunastahili kuwa mawe, tuko tofauti kulia mahiga, tuko tofauti kulia togeka. Bwana asifiwe. Lazima tukubali maandalizi haya ili piku yote umetosha. Unajua ni kwa nini kwenu bado hakujaonekana mtu wa kuwaokoa, lakini uko bado maagizo hushiki, wajiongoza, wajionyesha njia, wajua zaidi kuliko roho wa Bwana. Naye piku inasema nitatoa wapi mtu atakaye nenda kwa nyumba yangu ili aweze kuandaliwa kwa ajili ya muda fulani. Nitatoa wapi mtu atakaye ingia kwa madhabahu yangu ni muandae kwa ajili ya kizazi, kwa ajili ya nyumba ambayo ni ya baba yake. Nitatoa wapi mtu ambayo nitamuandaa kwa ajili ya taifa langu. Jehova anahitaji mtu atakaye shika maagizo. Lakini wengi hatutaki. Tunatembea vile tunataka, tunafanya vile tunataka. Tuko katika nyumba ya kuandaliwa, lakini tunajua zaidi. Tuko katika nyumba ya kuandaliwa, lakini tunaona ni kana kwamba hiki kile kanirori, kile kanirori ni toi. Heri mapema wapie Mungu akuingize kwa kile kanilo kiliokomenya. Maana chenye tuko ndani yake ni ya kuandalizwa na mbingu kwa ajili ya kuwafungua watu waliokuwa mateka. Neno la Bwana linasema hivi katika Isaia, ati kufunga kule kuzuri ni ipi? Ni kufungua watu walionaswa na kufungwa na njia ya kipepo na kusema waachiliwe. Unaandaliwa, maana katika nyumba yenu watu wamefungwa. Unaandaliwa, maana watu mliozaliwa na wao hawana mbele, hawana nyumba. Kubali maandalizi ya kipigu. Haleluya. Huwezi enenda tu. Gideon, Bwana akamwambia, akampata, alikuwa amejificha maadui zao. Akamwambia, sasa nataka hii nguvu ulio nayo uende ukaiokoe watu wangu. Lakini Gideon, nguvu ulio nayo ili uweze kuifanyisha kazi, lazima urudi kwa nyumba ya baba yako. Lazima uangushe miungu yote. Lazima uondoe kilicho kibaya kwenye hiyo nyumba ili nifanye kazi na wewe. Ndani ya nyumba yako, ndani ya moyo wako, unajua ni nini dhaifu ambayo huwezi fanya kazi ya Mungu ukiwa nayo ndani yako. Lazima ukombolewe. Haleluya. Gideon aliambiwa rudi kwa nyumba ya baba yako. Nataka urudi ndani ya maisha yako. Tazama udhaifu wako. Tazama uchafu ulio ndani yako. Tazama kutosikia vile neno la Bwana linasema. Na Bwana anasema ameathiria nguvu, lakini anataka watu waliokubali kufichwa. Anahitaji watu waliokubali kuandaliwa ili piku ione wametosha. Wengi wamemalizwa na mapepo na huku. Ni kama mtu fulani nilimuuliza, hilo ombi unaomba utaiweza? Na ndiposa unaona kuna maombi mengine tunaomba yanaenda yanagonga watoto. Maana hilo ombi unaenda kuliomba, mapepo inakuambia ni nini uko nayo. Bwana asifiwe. Tunajua huyo wewe ni nani. Lakini wakati unapokubali kuandaliwa, hata pepo likikuona linaanza bio. Maana linajua huyu ameandaliwa na mbingu. Maana huyu ameandaliwa, na hutaenda kwa uwanja wa vita. Hautapatiwa heshima kabla hujakubali kuandaliwa. That is. Wengi tunajiona tunatosha, lakini tuko bado. We are still in our training.
Bwana asifiwe. Kubali kukaa kwa shule ya Mungu. Kubali kuingia kwa shule ya Mungu. Kama ukubaliki kuingia kwa shule ikufunze vile Bwana anavyotaka, my friend, you are not a good enough to be prepared for such time. Maana kizazi cha baba yako katika nyumba ya kwa baba yako ya guka wako inakugoja, na wewe uko hapa. Pastor akisema alisema, lakini mimi nilisema sisikani na maneno yake. Nikigegwa. Haleluya. Siwe woi, kizazi itabidi kuzaliwa mwingine akuje aokoe. Maana Mungu anasema kwa kila kizazi hakosangi. Samsoni alikuwa amezaliwa, nguvu ikatiwa ndani yake na Mungu, lakini haikuwa ya kupiga umaraya. Alikuwa afuate maagizo, akadanganywa. Wazazi wakamwambia, ulipokuwa tumboni mwangu mbingu iliniambia. Kamwambia nyine ndio kile mundu mugima negwe oraga kora mutikora ka hiki ya mukoro na muthe na mukoro makauga nitutikira Samsoni ndukayoraga mwana. Hau ni wakinyaga ngoria mundu ndoiguaga nindakurekereria twara na ikuria mugukinya. Yes, Samsoni. Mama akasema ndio ndije na kuona ngikwa. Wewe yetu. Wakati aliingia kule Gaza, akiamuka akapata katika geti zote zimefungwa. Na ilikuwa wani ya Mungu kumwambia hivi, unaona mwenye mko na yeye atakuja kukumaliza. Na alikuwa amezaliwa, alikuwa anatayarishwa. Hiyo nywele yake kutotolewa kwa kichwa ikikuwa kila siku, alikuwa anaandaliwa kwa muda fulani kwa siku ambazo zinakuja. Bwana asifiwe. Wazazi wetu vile walituzaa, wakitulea kwa njia ya kiungu, walikuwa wanatulea, they were preparing us for a certain time, kwa muda fulani. Na kwa kila boma mzazi anajua, hata nikiondoka ninajua kwa nyumba yangu kuna mtu nimesimamisha. Kuna wengi hata wazazi wanatazama wanashindwa, wanaike kuwali huko igeti ya ufafa. Kuna wazazi wako na hiyo maswali. Maana wazazi watoto wanajaribu kuletwa karibu, wanajaribu kuelezewa, wanajaribu kuambiwa hivi. Kama hii wiki nimeamka nikaambia Papa Joy, nikamwambia itabidi sasa nasikia uende utembee kwa mzazi, usikie yale maneno iko kwa moyo wake, anatafuta mtu wa kunena na yeye. Sisi mtu siku zake zinayoyoma, anahitaji mtu. Ni wewe sasa utaenenda. Bwana asifiwe. Maana mzazi akilea watoto anatafutanga, siku zangu za karibia kusonga, lakini ni nani nitakayeachia nyumba? Unatayarishwa na mbingu. Kuna kitu Mungu anataka kuweka ndani yako kwa ajili ya maisha ya watu wenu, but you are not ready. Haleluya. Hauko tayari kwa kushika maagizo. Hauko tayari kwa kusikia neno la Mungu. Hauko tayari kwa kunyenyekea. Iborole kana. Mbingu inakosa mtu wa kuaminia. Lazima tujifunze kusikia Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Na lazima ukubali yule nabii umepatiwa ili akuingize to your destiny. Na ndiposa uliona kuna watoto wengi walikufa kwenye jangwa, maana hawakutii vile Bwana alikuwa anasema. Hata kama walikuwa wametolewa Misri, hawakuingia kwenye nchi ya ahadi kutoshika maagizo. Haruni hakuingia hata kama alikuwa kuhani. Maana wakati Musa alienda akakaa 40 days 40 nights, wana wa Israeli wakaona kama amekaa. Ukuhani ulikuwa umeachiwa Haruni. Wakamwambia Bwana, tutengenezee Mungu mwingine, maana tunaona kana kwamba Musa alikufia huko. Neno la Mungu linasemaje?
Wakati Musa aliteremka alisikia sauti. Ni mathondekire Ngai ya mihianano, ni mathondekeirwo gicau. No marugire iruga mamigoshe. Hakuna kitu baya kama kuaminiwa na mbingu unapotoshwa. Unakosa kusikia. No mwaka wiona niye wi mundurumeki mbere ya Jehova. No mwaka wiona niye wi mutumiaki wa kufuata maagizo ukiwa katika hali ya kuandaliwa. Wengi tumepotelea wakati ambapo tunaandaliwa. Haruni, Bwana akamwambia Musa, maana Mungu alijua wakati wa Musa wakufa uko karibu. Bwana akamwambia Musa, chukua Haruni na mwanae Eleazari, panda kwenye mlima, maana imefika wakati wake wa kukufa. Alifanya wana wa Israeli wanione mimi kama si mtakatifu. Chunga sana kufanya watu wengine waone kama Mungu si mtakatifu. Chunga sana unapoongea. Chunga sana unapokaa kwenye vikao. Igoro lekora na bila hapo. Ungeenda bali lakini haina imani na wewe. Akaambiwa tupande. Ndugu yake Haruni alikuwa brother yake wa Musa, wakapanda. Musa kupanda, akaambiwa na Bwana, ondoa mavazi ya kikuhani, weka Eleazari. Haikuwa budi Haruni kuanguka na akaisha. Maana katika hali yake ya kuandaliwa, hali yake ya kuaminiwa, hakushika maagizo. Wakitoka nchi ya utumwa, Bwana aliwaambia hivi, nitaachilia malaika enende mbele zenu. Chungeni sana yale maneno atakayewaambia, maana roho wangu atakuwa ndani yake. Na wakati ambapo mtamkasirisha, ataondoka katikati yenu. Kwa hiyo wakati aliasi ile nadhiri, roho wa Mungu akatoweka. Ni mara ngapi katika kuandaliwa na mbingu tunakosa kushika maagizo? Na huwa ninasema usifanyage mazuri juu pasta yako. Ndio kwa ndo agima ginya matiti kagira mutungateri. Nauga kona kile modo taidwi. Haruni ugo negwe ihoririe. Ona Musa ni my brother. Ni brother yangu, tumelelewa pamoja, tunajuana. Wacha nitayarishe kimungu hapa. Akikuja hakuna mahali atafanya nini? Atanipeleka. Musa hakuwa na kwa kupeleka Haruni, lakini bigi ilikuwa na mahali pa kufanya nini? Heshimu kuandaliwa kwako. Bwana asifiwe. Nataka niruke niende verse 15. Mstari wa 15 inasema hivi. Hata ilipowaandia zamu yake Esther binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Nataka uone imefika nizamu ya Esther sasa kuenenda mbele ya mfalme. Neno la Bwana linasemaje? Esther hakuna kitu aliagiza. Maana neno la Bwana linasema ungepewa chochote ungehitaji, ni ungane yuodo hii. Ungepatiwa chenye unastahili kuenenda nacho mbele ya mfalme. Hakutaka chochote ila tu chenye aliagizwa akapatiwa na msimamizi wake. Mchungaji aliyekulea inaweza mfanya aseme huyu amekubalika uende mbali, na anasema huyu ako bado atengenezwe. Haleluya. Hawa Esther walikuwa kwa mikono ya mtu aliyewasimamia. Na ndiposa unasema ili kila mmoja ainuliwe lazima kuwe na mtu ambaye atakayemsaidia kuinuliwa. Au mwanamotirata huko, huwezi enenda peke yako na ufurahie wakati watu wanakuambia makosa yako. Halo? Furahi wakati unaambiwa unapotea njia. Hawa wasimamizi wenye walikuwa wanaandaa wasichana wakajua wakati wa Esther
umefika. Neno la Bwana linasema hivi ya kwamba Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Unajua, ukikubali kuandaliwa, kila mtu atataka kutanishwa na wewe. Yes. Wakati ambapo utakuwa umekubali huyu Mungu afanye kazi ndani yako, kila mtu atakwambia dada prayer partner. Haleluya. Nataka prayer partner. Fulani najua akiomba mbingu itasikia. Lakini wachunge sana, maana wengi ni makaini. Esther akapata kibali wakati ambapo mbingu imekuandaa kwa ajili ya wakati unapoingia wa heshima katika macho ya watu, inakuweka na mvuto mkubwa na wewe. Na ndiposa katika ombi la Mungu neno la Bwana linasema mapenzi yako yaje vile ilivyo mbinguni na iwe wapi? Duniani. Watu ndio wanajuaga umekuwa, sio wewe. Tukajie kuwanie haya ginyete rekea tumoige. Bwana asifiwe. Wengi tumejifanya tumekoma, wacha watu wakuone. Neno la Bwana linasema macho yote iliyomuona Esther ilimtamani, ilimpenda, akapata kibali. Maana uwepo wa Bwana ulikuwa pamoja na yeye. Maana Esther alikuwa ameshika maagizo ya Mordekai. Alikuwa amemuelezea siri ya kikwetu isijulikane, hata mimi nisijulikane ni nani kwako. Haleluya. Jehova anafurahishwa na watu ambao ni watiifu, si ihere. Atukielezewa kitu unakasirika. Kakusema kiranga kiraundo yule tego wano nindirago. Haleluya. Bwana asifiwe. Kibali itakuwa bali na wewe. Kibali kutaonana view sasa. Lazima ukubali kushika maagizo ya neno na kushika maagizo ya neno lililoachiliwa na nabii wa Jehova. Haleluya. Wakati ambapo Lazaro alijipata jehanamu akilia, akatazama akaona tajiri alipojipata jehanamu akilia, akatazama akaona kuna mtu naona pale ambaye ni Lazaro. Akasema siwagize Lazaro achukue tu tone la maji aniweke, hii moto inawaka. Akaambua katikati yako na yeye hakuwezi pitika. Bado ule tajiri akasema na basi umtume, maana kule duniani niliacha mandugu zangu ili waambiwe jehanamu nili na mbinguni. Alijibiwa aje? Halo? Aliambiwa unaona kwenye wako kuna manabii wako bado wanahubiri neno, na wakikosa kusikia wa manabii nilioachilia watajipata mahali uliko. Kwa hivyo lazima ukubali kushika maagizo ugali hai. Ugali uko na nyama. Ugali uko na nguvu ya kufanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe. Maana utapata kibali mbele ya watu waliokukataa, maana umekubali maagizo ya Jehova. Na ndiposa wakati unaandaliwa kuna kutukanwa. Wakati unaandaliwa kuna vita. Unaandaliwa kama umenyamaza. Ambia huyo mwingine hatujakuja kulala, tafadhali mwambie hivyo. Mwambie tunaandaliwa ama usimame. Ndio nalo Mungu atanirie. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwambie tumekuja kuandaliwa hapa. Bwana asifiwe. Lazima ukubali kuandaliwa na mbingu. Maana ukikubali kuandaliwa na mbingu, hata watu wenye mlikuwa mnatembea na wao utaanza kuwekewa mipaka. Maana ukiandaliwa mbingu inakuweka bali na watu wa mitomo, meshene. Unaongeaga chenye unajua na chenye hujui. Wewe ndio unajua hata pastor alikula nini jana. Hata ndio unajua chenye alikuwa amevaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio unajuaga kiatu ilikuwa imetoboka chini. Ukianza kuandaliwa na mbingu, hii midomo inakatwa. Ambia mwingine kukatwa. Bwana asifiwe. Kama bado hii haijakatwa, bado maandalizi. Halo.
bado. Yes. Kubali kutengenezwa, kubali kuandaliwa ili upate kibali machoni mwa watu. Imagine hata watu wakitaka kuweka siri wanasemaga enda utafute mtu fulani, hata ukimwelezea utaomba na hata ongea. Wengine anakuambia waambie koerao ikumenyo itora igima ateo usiye kuhuja kuma kale maganga bila kale yakage. Bwana asifiwe. Lakini ukibali kuandaliwa na mbingu, utapata kibali kwa watu wa dunia na upata kibali mbele za watu. Mpaka wengi wanaandaliwa, unajiuliza kila mtu anakuja ananiletea shida yangu, kwani mimi ni nani? Kubali, wameanza kuona kitu, nyota yako imeanza fanya nini? Mungu uliyebeba ameanza kuwavuta. Lakini ukiona bado hujaanza kuvuta, hiyo tigeti ya marugo henda idege irabatara gwekerwo riko usamoke biyo. Haleluya. Ukiingia neno ukianza ukisikia lina kuchemuka umedate Mungu. Ukikatwa unachukua damu ya Yesu. Nasema ni asante Bwana, maana niko kwa maandalizi. Maana unajitayarisha. Na ndio naona hili neno juu ya kutayarisha, watu wanasumbuana na kapepo kengine kako hapo huko. Na tukiiba akawezi kukusumbua. Lakini saa hii juu kanajua ni kuandaliwa. Angalia wewe huko. Akalaka mdeleko. Roho mboke reje. Haleluya. Maana kapepo kanajua wakati wa Mungu, watu wa Mungu wanatayarishwa. Ili ukweli usiweze kupokea. Wewe usemage jigirio kia mbere. Hizo ni daimono iragiana nawe. Wewe kubali tu. Hebu yondoe kubali. Mwambie hata huna aibu, hata nikiandaliwa utali hizo niwe. Hebu yambie hivyo, utaiona hapo. We, suyambie. Ndio kota nego nikinya dia yaki kajuo kada hagita. Dole kongo. Ginya matirahinguka. Tiano itigia hata mafatika hinguke. Nika mundu kau. Bwana asifiwe. Kubali kuandaliwa na Jehova. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi. Esther kapata kibali machoni mwa nani? Mwa watu wengi. Verse 16. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10. Ndio mwezi wa Tebeti, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Verse 17. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Wakati ambapo unapata kibali machoni mwa watu, hata mbele ya mbingu utapata kibali. Neno la Bwana linasema ikafika zamu. Tuseme hii ni zamu yangu. Unajua huelewi kama zamu yako imefika, ndiposa umenyamaza. Haleluya. Ikafika ni zamu ya Esther ili apite mbele ya mfalme Ahasuero. Haleluya. Neno la Bwana linasemaje? Macho ya mfalme ikapendezwa na huyu ambaye ni mwana mwali ambaye anaitwa Esther. Wakati ambapo alipompendeza, neno la Bwana linasema alimpendeza kushinda wanawake wengine wote, akamtia taji. Kuna watu watawekwa taji katika mwaka huu ambao tuko ndani, maana watakuwa wamependeza ufalme wa mbingu. Kujitolea kwako kutampendeza Jehova, kujinyima kwako kushika maagizo kutamvuta Jehova, na sio kumvuta tu, utapata kibali. Na sio kibali tu, kunayo taji inayowekwa juu ya kichwa ya mtu fulani.
Jehova, weka taji juu ya kichwa changu, weka taji juu ya vichwa za wanao watakao kupendeza katika hiki kipindi ambacho ni cha restoration. Pata kibali. Hata kusema amen ndivyo ndio kama uge amen wewe wajirie kwehuteria wikirie thimo tigora hutia twathoma kiugo tigana hivyo ndivyo mtu anaibanga mawazo. Bwana asifiwe. Imagine Esther akapata kibali kitabu aingia mahali Ahasuero alikuwa, watu waliokuwa wanamuona wanatamani, wanavutwa na yeye. Wacha sasa ifike zamu yake ya kukanyaga mahali ambapo mfalme alikuwa. Neno la Bwana linasema hivi, nataka uone, uingie kiroho, uone wakati ambapo Esther aliingia mahali pale majestically, anga ya ile nyumba ya kifalme ikaharibika, ikageuka, wingu likaharibika, kukawa na manukato mazuri, kukawa na harufu nzuri ambayo inayotoka ndani ya Esther. Maana unapojiachilia unakuwa dhabihu iliyo hai, unatoa harufu katika kiti cha enzi, harufu iliyo nzuri. Si maombi yako yawe na harufu ukiwa mbele za Bwana, mbingu ikubali wakati unaposali. Haleluya. Esther wakati alipoingia, neno la Bwana linasema macho ya Ahasuero ya mfalme ikampenda kushinda watu wengine wote. Na wacha nikwambie, yule mfalme kenye akifanya tu ili Esther ajue amekubalika, alichukua taji. Maana akigoja mwanamwali kando yake kulikuwa na taji. Ero siyo lako mia kiu kiurio suwali turaide kesi. Haleluya. Bwana gweli omuteithie gukira egukinyua ukurugamana na manama tukuhujio rugamite. Bwana asifiwe. Imagine after kupata kibali, haupati tu kibali uondoke mbele tu. Kunayo taji iko hapa kando kwa watakao pendeza Baba. Gutire gukenia Ngai bure. Si ati tunakiviaga hapa ranja watu hatuna kazi. Kuna taji hapa. Si ati ni kazi tunakozaga. Kiate tutinge atagoikara nesema ni ndere mokorago. Kiate tutinge kono kule mokorago. Tunajua dhabihu yetu ikikubalika, kunayo taji itawekwa juu ya vichwa vyetu. Uwe ni mmoja wa wale watapendeza mbingu ukisimama vile inavyostahili. Jehova akuweke taji kwa ajili ya nyumba yako. Jehova akuweke taji kwa ajili ya familia. Nyumba ya baba yako isimarishwe na mapepo. Jehova akuheshimishe. May our Jehovah crown you. May my God crown you. May our God crown our life, crown our ear, crown our mouth. Hallelujah. Maana taji ikiwekwa hakuna mahali hautapitia. Demono ile yako inainagia. Okoraji turabone togiuga na mahabajui kwenye ninaingia. Mimi nimeheshimika na mbingu. Na ndiposa anasemanga niko na taji. I'm untouchable. I'm unrockable. I'm unzuiliable. Maana mbingu ikikuweka taji unakuwa na kielelezo. Mapepo inajua huyu si wa kuguza. Marekana menyonyo mekora hiyo. Bwana asifiwe. Kama siku fulani wakasema kuna kitu tunataka kuingia kwa hii nyumba, maana kuna kitu tumetafuta na tunazuiliwa kuingia. Nikasema hamunipati. Hicho mnatafuta, hicho mnaona ni cha dhamana, kimewekwa taji na Jehova. Wacha nikuambie, ukiwekwa taji na Jehova ni ya kwamba umewekwa alama. Huyu ni malikia, huyu ni binti yangu, huyu ni kijana wangu. Hata kuzimu kutajua, akina lako hawataweza kusema. Haleluya. Watajaribu kutamuka jina lako, wanajipata wamepingilika. Maana uko na taji. Si mbingu ikuheshimishe, si mbingu ikuinue. Waliokudharau, waliokuona bure, ukirudi mahali wako wapata
inayometameta. Taji ya Jehova, taji ya kuheshimishwa, haitafichwa. Kila macho yataona ukuu wa Jehova. Kila macho yataona vile Jehova amekuheshimisha. Bwana asifiwe. Watu walioandaliwa soko, watu walioandaliwa, tumpendeze Bwana, tufanye kadri na Mungu, maana siku ya kuheshimishwa kuna wakati wa kufutwa machozi, kuna wakati wa kuondolea aibu, kuna wakati aibu itaondoka. Neno la Bwana linasema Isaia 62 ya kwamba kutetea Yerusalemu sitakosa kuwatetea. Mbingu inasema haitakosa kukutetea mpaka mwangaza ulio ndani yako uweze kung'aa, mpaka taji anayotaka kukuweka mapepo yajue. Tumejaribu kupigana na wao lakini hatutaweza. Tumejaribu kuwapangia, wewe hautapangiwa. Mbingu itakuheshimisha. Aliyekuokoa ni mwaminifu, ataandamana na wewe hadi mwisho wa dahari. Utapita katikati yao, hawatakufanya mabaya. Utapitia zile njia walilala wakiroga, malaika wa mbingu watakubeba na mikono, maana kunayo taji juu ya kichwa chako. Ataachilia malaika kwa kila safari yako. Utakuwa unaenenda na unarudi na amani. Wewe hautakufa vifo za barabara, wewe hautakufa, watoto watakufa, maana uko na alama, umepata kibali. Shangilia Yesu. Kubali maandalizi ya kibingu. Ukikubali maandalizi, lazima taji itawekwa. Utapata kwanza kitabu wekwe. Watu watasema kuna Mungu wa Masharia, kuna Mungu wa Njeri. Kama Mungu alifanyia huyu hivi, hata nami nitakimbia. Ni ombi langu ya kwamba taji itakayowekwa itakuwa ushuhuda kwa wengi. Wacha waliokudharau waone ukibebana. Ona hiyo taji. Nataka utazame wakati ambapo Jehova alitaka kuheshimisha Hana. Nataka uone Hana alikuwa anatoka nje kama amebebana. Mtoto wako hivyo, ako karibu kuzaa. Maana ukibeba mimba lazima itaonekana. Wewe unajikinga na moteo. Tani na neno wake numaga. Imefika nizamu yangu. Mbingu iniheshimishe. Wakaona, Penina akaona Hana amebebana, amebeba uzao. Maana mwenye kuondoa aibu amekuja kuondoa. Mtoto wa Penina ulinyamaza ile siku alikuwa anashindwa ni mimba ama ni maharagwe amekula. Anakaka anaona hii aliendelea ile dikati. Analelenda kidogo kinene. Mwana analenda kidogo gikomo hii. Haleluya. Nataka uone Hana. Anasikia roho ni chafu. Anafanya mate hivi. Anaenda kidogo anashika kiuno. Penina ako hapo. Jehova anapoweka taji anasimamisha mitomo yote ya mapenina katika maisha yako. Hawatakuhitaji tena. Aibu inaondolewa na iondolewe ikuwa kiteko. Aibu inaondolewa na Jehova akuheshimishe. Hallelujah. Hiyo uchungu unapitia, it is to be prepared. Hiyo machozi unamwaga, it is to be prepared. Hallelujah. Mungu akaidekana hadi makete nilio lele. Hallelujah. Nilio lele. De hakuye gukagea. Bwana asifiwe. Ukamokoroka mwana wito. Uba yaku ni dame gugu. Mugenya mona yo kadua raisi leo. Hallelujah. Maana itakuwa ni taji iliyowekwa na mbingu, taji ambayo haitazimika. Ikiwa ni taji ya uzao, taji ya baraka, taji ya kazi, hiyo mimba ya kazi wataiona. Hiyo mimba ya botiki wataiona. Maana ni zamu ya kuheshimisha.
na simba wa Yuda, kama ni miba, kama ni taji ya kubadilishiwa hali, Jehova atuweke taji nzuri zinazometameta. Maadui wataanza kuyunewe kama nandetake nawe tumarakanua mwene nimiende nayo. Haleluya. Makona waikira na kekali. Bwana asifiwe. Makauga ni munyama, ndio hiyo ni munyama. Tonde ihurete hidekana. Ukiendesha munyama. Marauga gekene kerumia the. Haleluya. Jehova atuheshimishe. Maadui wote wanyamazishwe midomo yao. Jehova akusaidie kushika maagizo. Ndika rangi tabe. Ilo sio kero rangi toleo leo. Bwana asifiwe. Muulize, unajua vile unaelezewa. Unashika chenye unaambiwa. Taji ukiwekwa haitafitika. Haleluya. Unajua kuna kitu moja inanifurahisha. Kitu kikristo saini ni fafa. Wacha nikwambie, Mungu ikiweka saini, Shetani ajaribu. Igoro mwera dorada kana wewe. Bwana asifiwe. Sauti ya mbingu ikiachiliwa kwako, mbingu iseme tunaheshimisha mwanadada huyu, tunaheshimisha haya madhabahu, mimba tuliyobeba kwa hiyo miaka. Watajaribu kuzuia na watazuia. Walijaribu kumaliza mimba tuliyobeba ya kazi ya Jehova, lakini Jehova akasema hii ni yangu. Ihuri yake ile kimbana wando haihu wainetio leo madaru agai. No abortion, no discouragement. Wanajaribu na roho ya kukuapot wakati umelala, lakini natangaza no discouragement, no discouragement. Hello, Mariamu oha lia iguru idilidwa. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu naliganga nayo, juu mbingu ikikubebesha mtoto unalindwa kama mayai. Madubu tuoka kukuhutia maigwa ataresho huku. Bwana asifiwe. Wakati butu tu jaribu tu kufuruta tu uone chenye utasikia. Ketinda kwa uradi kubusugu uraili uraigwa manda ngaka ukaligwa wadi yako. Haleluya. Maana ukibebeshwa, ukibeba mtoto wa kipingu inajuaga kulinda. Wakati Yusufu alipanga mpango wa kuhepa Mariamu, Mungu alimwambia kwa ndoto, we muthuri uyu henyo renda guthie tigana na leo. Na wacha nikwambie, mbingu inalinda kilicho chake. Hata wakati alizaliwa kukawa na kuuawa kwa watoto wa chini ya miaka 2, Jehova akaenda akamnenea Joseph, we kile kuwe ajiake wachukue ukimbie na kuagiza wakati mwenye anataka kumaliza amekufa. Unaacha nikwambie, wewe umebebwa na mbingu. Imagine ungekufa kitambo. Naona kinyo Solema kule kwa hera. Walikuwa wamepanga kukumaliza. Si ati hawakupanda mlima. Halo. Na mahali nilikuwa naenda kuma msitu. Unapata huyu ni mtu kamsalaba kamewekwa kasaduku. Nikaingia siku moja nikasema kwa wote waliozikwa hapa, I paralyze this mission. Vipawa hazitakufa. Maana mbingu inatumaniaga watu wao hata kama wamezikwa kiroho. Bwana asifiwe. Huu mwaka na huu wakati upate kibali mbele za Mungu. Na wewe ukubali maandalizi. Mbingu inakulinda kama maziwa. Ndio watu wamenyererwa watakita ilia liliko. Ndiragitharuke litike atumenyagirira takiuma giake kia ritho. Imagine Jehova arakumenyerera kiuma kia ritho ri nikio kionaga kingithukio ri mundu ucio ndonaga. Mbingu inakutazama hivyo, inakulinda hivyo.
Bwana asifiwe. Wakati Shadraka na Meshaki walipowekwa kwenye tundu ambalo lilijaa moto, neno la Bwana linasema hata unywele wao haukunuka moshi. Bwana asifiwe. Ukiwa kwa maandalizi, hautawaomba chakula. Ukiwa kwa maandalizi, nyumba yako haitafungwa. Ukiwa kwa maandalizi, watoto wako hawatakaa kwenye marango. Our Jehovah, it is our provider. May you receive the blessing, receive the favor of the Most High God. Simama na miguu yako. Usinipite Mwokozi. Napo zuru wengi naomba usinipite Mwokozi. Unisikie Yesu wangu, napozuru wengi naomba ita Yesu, ita Yesu, naomba Baba yangu na kuabu, imba Yesu, imba Yesu, naomba
waiting you, Lord. Have your way. Somebody waiting you, Lord. Have your way. Have your way. Somebody waiting you, Lord. Have your way. Let go. Somebody waiting you, Lord. Have your way. Somebody waiting you, Lord. Have your way. Have your way. Somebody waiting you, Lord. Have your way. Have your way, dear Lord. Have your way. Have your way, dear Lord. Have your way. Have your way, dear Lord. Have your way.
Tunakuinua Bwana na tunakushukuru, maana wewe ni Mungu mkuu na wewe ni Mungu muweza. Umenena na mioyo yetu wakati ambapo tunakubali maandalizi. Kuna siku yetu Bwana ya kuheshimishwa. Ni asante wakati ambapo Mfalme Ahasuerusu aliweka taji juu ya Malkia Esta, ilithibitika ya kwamba amepata kibali machoni pa mfalme, na kuita Jehova na kuita Mungu wa Israeli. Patana na haya maombi, patana na wanao wapate kibali mbele ya uso wako, wapate kibali mbele ya kiti cha ufalme. Waheshimishe Bwana walioko madhabahu, walio online. Heshimisha Jehova. Atakayepokea hili ombi, muheshimishe Jehova. Moyo ulio tayari kuataliwa na wewe, moyo ulio tayari kusikia maagizo yako, heshimisha Bwana, maana umetunenea. Kuna wakati wa kuandaliwa. Wakati wa kuandaliwa haukuangi mzuri. Wakati wa kuandaliwa kuna kuaga na ugumu. Mateo pasoko, tusaidie Bwana, maana tutakapomaliza kuandaliwa kuna kuheshimishwa, kuna kuheshimishwa, kuna kuheshimishwa. Roho wa Bwana, saidia wanao kushika maagizo. Bwana Jehova, roho ya kuziongoza isiwe ni nafasi yako, isiwe ni nafasi yao. Maana Esta alisikia maagizo ya Mordekai. Saidia kanisa lako kushika maagizo yako Jehova. Watu waje kushika maagizo ya kupotosha, maana ya kupotosha itawaondoa karibu na wewe. Jehova chire, heshimisha mtu mchana wa leo. Heshimisha mtu, heshimisha mtu, heshimisha moyo wa mtu uliokubali kuandaliwa, uliokubali kuvumilia, uliokubali kukutii. Maana unapoheshimisha wanao, taji haitafichika tena. Neno lako ni wewe. Fuata neno lako, fuata neno lako. Neema yako ikabebe wanao. Lile neno umenena ukalifuate, wanao wakapata kibali. Maombi yao Bwana ikawe ibada ya manukato. Ile Esta aliingia hali ambapo mfalme alikuwa, akamvuta mfalme kuliko wasichana wengine wote. Si ibada yetu Bwana ikakupendeze. Si maombi yetu dadii ikakupendeze. Si maombi ya mtu ikakubariki. Ile Esta alikubalika, taji kawekwa. Bwana, heshimisha wanao, heshimisha wanaume, heshimisha wanawake, heshimisha vijana, heshimisha wasichana. Watoto wetu waheshimishe Jehova, wakutarajia kwa makuu. Heshimisha kazi yako, weka taji Baba kwenye kazi yako. Heshimisha maisha ya wanao, kwa sababu wewe ni Bwana. Tunakuheshimu na tunakuabudu. Asante kwa kazi njema kwa hiyo naendelea kuifanya ndani yetu, ndani ya watu walio online na walio wako ndani ya madhabahu. Hii neno Bwana unalifuata, unaenda kutenda mambo makuu. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya nguvu ya neno lako
ambalo linanena ndani ya mioyo ya watu wako waliokubali kuandaliwa. Waandaliwe. Walikuwa wameona wako tayari kufuatwa na wewe, anza kuwafuata. Rainisha watu wako, maana heshima inakuja after hawa watu kuandaliwa na wewe. Wewe ni Bwana, wewe ni mwaminifu. Saidia wanao kukubali kuandaliwa. Saidia mioyo ya watu kukubali kuandaliwa. Esther alikubali kuandaliwa. Alipokanywa alikanyika. Bwana, wengi wamefanya roho wako ahuzunike kwa kukosa kubali maonyo. Kunao wamekubali kuelekezwa na roho wako. Waheshimishe. Heshimisha wanao. Bwana haufichiki. Haufichiki mioyo ya wanao, kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa neno lako, maana ni pumzi yako. Endelea kufanya kazi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sisi zote tuseme, na sisi zote tuseme, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Inua mkono wako hivi juu, inua mkono moja huu juu.